Aina ya kwanza ya sihri leo tutaizungumza, sihru ta'tili zawaj. Ni ule uchawi ambao kimsibu mwanamume au mwanamke, hapa atakuwa mtu huyu miaka yote, nyakati zote, muda wote, atakuwa ni mtu ambaye suala linaloitwa ndoa yeye atakuwa analisikiliza kwa majirani zake, lakini kwake yeye ni jambo ambalo la yatimu aslan, halitimii kabisa katika masuala ya ndoa. Leo utaona anachumbia, lakini huyo mchumba ambaye amepeleka posa kwake, baada ya siku 2-3 anamkataa, anamwambia sitaki hata kuona. Basi uchumba unafia hapo, ndoa hakuna. Lakini kadhalika tutakwenda kutazama aina ya uchawi wa pili, sihrul hawatifi, kwa maana ule uchawi ambao kimsibu mwanadamu anakuwa anasikia aswatan, yani masauti ya bila kumuona msemaji wa masauti hayo. Wapo watu wengi wamepata madhara hatimaye na wamekuwa wenda wazimu au wamepatwa na maradhi ya ukichaa kwa sababu ya aina ya uchawi unaitwa sihrul hawatifi. Lakini kadhalika tutaenda kutazama aina ya tatu ya uchawi unaitwa sihrul maradhi, uchawi ambao bila shaka una tatizo lile la kumsababisha mtu kujikuta anaingia katika maradhi ya aina kadha. Na tunaeleza masala haya ili iwe ni x-ray kwako, jipime vizuri, jikague vizuri kupitia maelezo haya. Lau kama utaona katika yale ambayo tunaeleza yamekusibu, jambo la msingi ni wewe kuchukua hatua za makusudi kabisa kwa haraka bila ya kuchelewa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sihru ta'tili zawaj, uchawi wa yule ambaye ndoa inaharibika. Inakuwaje katika hali za namna hii? Lakini mara kadhaa taarifu yake huwa nau mina sihri, ni aina ya uchawi ambayo yakumu fihi sahiru bitasliti aljinni as-sari'i, yani huyu mchawi anachokifanya ni kutengeneza mashetani wa kijini, alafu anawasalitisha wale mashetani wa kijini, wanakwenda kwa mtu fulani, kisha baada ya kufika kwa mtu huyo sasa wanaanza kuharibu mifumo yote ya uchumba, wanavuruga mifumo yote ya ndoa. Akiwa kwenye uchumba, basi uchumba unakufa haraka sana. Akiwa kwenye ndoa, basi ndoa yenyewe itakuwa na misukosuko, haina furaha, haina amani, wala haina ladha, kutokana na aina ya sihru inaitwa sihru ta'tili az-zawaj. Sababu yake ni nini?